Rais Vladimir Putin wa Urusi anatarajiwa kuwa mwenyeji wa mkutano wa viongozi wa nchi za kusini mashariki mwa Asia katika jiji la Kazan, Urusi ya kati, kuanzia siku ya Jumatano. Mkutano huu unafanyika wakati nchi za magharibi zikiongeza shinikizo kwa Moscow kusitisha mashambulizi yake nchini Ukraine. Putin amekuwa akijitahidi kuimarisha uhusiano wa kisiasa na kiuchumi na nchi za Asia tangu kuanza kwa mashambulizi yake kamili nchini Ukraine zaidi ya miaka 4 iliyopita. Mkutano huu unaofanyika katika mji wa Tatarstan, takriban kilomita 700 mashariki mwa Moscow, unakuja wakati ambapo kundi la G7 linakutana nchini Ufaransa likiwa na lengo kuu la kumaliza vita vya Ukraine na Mashariki ya Kati. Wawakilishi kutoka nchi 11 wanachama wa Jumuiya ya Nchi za Kusini Mashariki mwa Asia wanatarajiwa kuwasili Kazan siku ya Jumatano, huku siku ya mkutano huo ikiwa imepangwa kufanyika Alhamisi. Kremlin ilisema mkutano huo unaadhimisha miaka 35 ya ushirikiano kati ya Urusi na nchi za ASEAN. Thailand, Vietnam, Cambodia, Laos, Malaysia na Singapore zinatuma mawaziri wao wakuu, huku Filipino ikiwakilishwa na Rais Ferdinand Marcos. Myanmar, ambayo ilifanya mapinduzi mwaka 2021 na ina uhusiano wa karibu na Moscow, pia itatuma ujumbe wake. Moscow ilisema viongozi hao watabadilishana mawazo kuhusu matatizo ya kimataifa na kikanda na malengo mapya katika uhusiano wa Urusi na ASEAN katika nyanja za usalama, biashara, uwekezaji na ushirikiano wa kibinadamu. Urusi, ikikabiliwa na vikwazo vikubwa vya magharibi kutokana na mashambulizi yake nchini Ukraine, imegeuza uchumi wake, hasa usafirishaji wa mafuta, kuelekea Asia. Waziri Mkuu wa Malaysia, Anwar Ibrahim, ananuia kujadili kuhakikisha kuwa usambazaji wa mafuta unaweza kuendelea kuelekezwa Malaysia, shirika la habari la nchi hiyo liliripoti. Nchi za Asia zimeathirika sana na mgogoro wa nishati uliosababishwa na vita kati ya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Uchumi wa Urusi, ambao umekuwa katika hali ya vita kwa miaka 4, unakabiliwa na mfumuko mkubwa wa bei, uhaba wa wafanyakazi na gharama kubwa za kukopa. Kiev imeongeza mashambulizi kwenye ardhi ya Urusi, ikiwemo Tatarstan, ambapo mkutano huo utafanyika. Katika mkutano wa G7 nchini Ufaransa, Rais wa Marekani Donald Trump alisema Moscow inapaswa kufanya makubaliano ya kumaliza vita vya Ukraine alipokutana na kiongozi wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Trump pia alisema Washington hivi karibuni itaweza kuweka tena vikwazo dhidi ya mafuta ya Urusi. Trump alieleza kuwa hivi karibuni wataweza kufanya hivyo kwani mafuta ya sasa yanapita kupitia mlango bahari wa Hormuz baada ya makubaliano na Iran kumaliza vita vya Mashariki ya Kati. Washington ilikuwa imeweka na kisha kupanua msamaha wa vikwazo kwa shehena ya mafuta ya Urusi ambazo tayari zilikuwa baharini, jambo lililowatia wasiwasi washirika wa Ulaya. Rais huyo wa Urusi Vladimir Putin amekataa mara kwa mara ofa za mazungumzo ya ana kwa ana na Zelensky, akisisitiza kuwa Moscow inanuia kuteka eneo la Donbas mashariki mwa Ukraine kwa nguvu. Kiongozi huyo wa Urusi mwenye umri wa miaka 73 aliamuru mashambulizi kamili ya kijeshi nchini Ukraine mnamo Februari mwaka 2022, ambayo tangu wakati huo yamegeuka kuwa mzozo mbaya zaidi barani Ulaya tangu vita kuu ya pili ya dunia. Nikiripotia Rubaza Kimataifa, mimi ni Abdul Nasser Mwita.